Bwana Ayubu Injo, dakika 90 ukiwa kwenye usukani zimetamatika, Yanga anashinda bao 1-0. Kwako atmosphere ilikuwa vipi kwa namna ulivyoshuhudia? Always atmosphere ilikuwa nzuri, pengine kutokana na timu zilizokuwa zinacheza. Nafahamu Coast ni timu ambayo ina mashabiki. Coast ni kaita timu ambayo zina mashabiki wake kabisa, ambao mtu akikwambia yeye ni Coastal Union muelewe, yani yeye ni Coast kweli. Lakini pia tunafahamu namna wingi wa mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na hisia za namna hiyo kwa timu zote mbili. Kikubwa hiyo ni atmosphere ya nje. Atmosphere ya ndani tulishuhudia mechi ambayo Mohamed Muya kama alitupa kwa kuifanya timu kucheza chini sana, wakijaribu kuwavuta Yanga lakini kutumia mipira nyuma ya safu ya ulinzi. Nafikiri hawakufanikiwa sana kwa sababu hawakuwa na accuracy ya namna gani watacheza mipira yao. Kwa kiasi kikubwa walijaribu kuwin mipira mingi katikati mpaka eneo la ulinzi, ulikuwa unaona kwamba wapo tayari kwenye mapambano. Lakini sehemu ya mbele ukitoa shambulizi la Maabad ambao alipiga msheli, alicheza ule mpira, unajaribu kufikiria ni shambulizi gani lingine ambalo walitengeneza likawa na athari kubwa sana kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri ilikuwa ni mechi ya upande mmoja sana. Yanga litawala mchezo kiasi kikubwa na kuonekana kuwa na uhitaji wa pointi 3 zaidi. Hata sababu zake ulikuwa unaona kwamba alikuwa anataka timu iende mbele kutafuta kitu. Pengine kwa namna Yanga ambavyo imekuwa ikicheza mechi za karibuni, watu walitegemea kwao leo itakuwa ni easy flow na ushindi mkubwa pengine kwa Coastal Union, hasa ikizingatiwa Coast pia alianza vibaya ligi licha ya kwamba mechi za karibuni amekuwa amejipata vyema. Nini hasa ambacho kilikwamisha hicho ambacho wengi walikuwa nafikiri kwa upande wa Yanga? Nafikiri wakati mwingine ni concentration, wanaweza kufika kwenye eneo la mwisho lakini uamuzi ambao utaenda kufanyika usiwe sahihi. Lakini pia unaweza kusifu kazi ambayo kaifanya Wilbol Maseke kwenye mechi hii. Wilbol kaokoa nafasi 2 za wazi za Dube kabla ya Dube kufunga. Lakini pia unakwenda kusifu pia safu ya ulinzi, walikuwa wanashinda mipambano mingi sana dhidi ya wachezaji wa Yanga. Beki wa kushoto Oviedo alikuwa anashinda sana dhidi ya Ekwa ama Pakome. Lakini pia Aidan ni kati ya wachezaji ambao nilikuwa nawaza kwa kiasi kikubwa sana. Kapata kadi ya njano almost kwenye dakika 15. Yaani kwenye dakika 15 za kwanza kapata kadi ya njano, lakini kaweza kumaliza mechi akiwa bado yupo kwenye performance ya juu dhidi ya winga Ekwa ama Pakome. Huyo ukipata kadi ya njano wakati mwingine unashuka kimchezo, lakini yeye bado alifanikiwa. Pakome alidhibitiwa leo. Kwa kiasi kikubwa hakuwa na ile A+ game ambayo amekuwa nayo siku zote. Unaweza kusema B performance kwa labda namna ambavyo Coast walikuwa wanacheza, kwa nabana sana spaces. Ni rahisi sana kumuona Bakari Msimu ambaye winga kuja kucheza kama namba 2, wanabana uwanja. Ukiangalia upande wa kushoto pia Meshack Mwamita alikuwa anashuka sana kuwa kama beki wa kushoto pia. Kwa hiyo kulikuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba unafungua njia dhidi ya wachezaji wawili. Hapo Geoffrey Manyasi, Gwalala, Ali Nasir na walifanya kazi kubwa sana kwenye kiungo. Kwa hiyo unaiona timu ambayo ilikuwa very compact kwa kuhakikisha kwamba hawapati athari kubwa. Prince Dube mechi 4 za mwisho kamba 3. Tukilinganisha na strikers wengine, ni sahihi kusema ndiye striker aliyeform zaidi kwa hivi sasa? Wao wanakuambia wenyewe striker akifunga kuna hali anajisikia kwa sababu ile ndo kazi yake ya msingi. Kwa Prince tangu alipofunga kwenye michezo 4 mabao 3, ana hiyo njaa ya kutaka kufunga tena. Kuhusu form za strikers kwa kulinganisha na ma striker wengine, nafikiri kwenye form naweza nikamweka Popita yuko kwenye form, pengine Dube ndo anakuja kuitafuta form yake. Yes. Yanga hawana haja ya kusajili mshambuliaji mwingine. Nafikiri ni eneo ambalo lina wachezaji wenye uwezo mkubwa, kwa sababu issue ya kufunga huwezi kuzungumzia tu namba 9 peke yake. Kuna msimu hapa Stefan Aziz Ki alikuwa mfungaji bora,
sio namba 9, lakini namna ambavyo timu inacheza unapata hiyo connection ya wachezaji wa mbele kwamba ni namna gani mnacheza kwenda kwenye eneo la mwisho. Wakati mwingine yani sasa hivi namba 9 it's just a position, yani mtu yote anaweza akasimama pale wakacheza. Sasa hivi kuna false 9, sijui kuna 9 na nusu, yani namna gani ambavyo kocha anaingia na kuifanya timu yake kucheza. Kwa hiyo swala la washambuliaji naona ni eneo pana sana kwao. Wapo watu wa pembeni, taingia ndani, wapo watu wa central. Tabata Dube na uwezo kumuona sana akiwa central, anasaidia pia na maeneo mengine. Kwa hiyo na yeye tuseme Yanga inahitaji winga. Bwana, kumekuwa kuna maneno sana kuhusiana na kiwango cha Dumbia. Ni kama hatoi kile ambacho watu walikuwa nakitarajia au wanakisikia kutoka kwake. Nafikiri bado wanasema ni mchezaji ambaye alikaa nje kwa muda mrefu sana pasina kucheza. Huenda hizi amecheza. Inawezekana huenda kukawa na hiyo transformation taratibu. Wapo wachezaji wanazoea mazingira kwa haraka sana na wana hit. Wapo wachezaji wanahitaji hata miezi 6 ndio unakuja unamwona kwamba ni mchezaji wa namna gani. Wapo wachezaji wamegawanyika kwenye madaraja tofauti. Kwa hiyo inawezekana kuna kipindi anakipitia ambacho anahitaji kucheza sana kupunguza makosa, kupata sharpness, ukitazama unaona ni mchezaji ambaye jinsi anavyofikiri kwamba ni mchezaji mzuri. Yes. Simba amepoteza leo. Sijajua. Hujajua? Amefungwa na Azam 2. Hongera kwa Azam. Hongera kwa Azam. Hongera kwa Azam. Hujaiona? Mimi nipo Dodoma wangu na kwa na kidagaa hiki. Kwa hiyo lakini inatoa njia nyeupe kwa Yanga, ina maana akikaa juu pale mara nyingi inakuwa ngumu kumshika. Bado hawajakutana, lakini pia bado Yanga hajacheza na Azam. Ni namna gani unaweza kucheza dhidi ya wewe? Yaani hapa Yanga kapata faida kwa sababu wale wamecheza wao. Itafika faida kwa Azam Simba na Yanga wakicheza. Itafika faida kwa Simba Yanga akicheza na Azam. Kwa hiyo leo Yanga kapata faida. Ndio maana alikuwa na kapush kapata bao. Maana yake ni kwamba kuna gap limeongezeka pale dhidi ya wapinzani wake wawili, hasa yule mmoja ambaye amekuwa wakifukuzana sana.